Lakini hapa nikupe tu dondoo kidogo kwamba Wakristo wengi ambao tunaitwa ama kujiita watakatifu, dhamiri ya utakatifu wetu sio Mungu. Haleluya! Kila Mkristo ambaye ndani yake anajidhani ni mtakatifu, yeye ni mwenye haki, yeye ni mcha Mungu, yeye ameokoka sana kuliko wengine, dhamiri ya hayo yote ndani yake sio Mungu. Ni nini atapata kutoka kwa Mungu akiwa hivyo? Ndio mawazo, ndio dhamiri, ndio makusudi. Kwa sababu wengi tunafikiri Mungu anahusika na destiny yetu kupitia utumishi tulio nao. Haleluya! Mungu hahusiki kwenye utaishi vipi kupitia utumishi ulio nao. Mungu anapokulinda halindi maisha yako, analinda thamani yake aliyoweka ndani yako. Hiyo ikifanikiwa kwa Mungu inatosha. Haijalishi utaishi vipi ama utaisha vipi. Watumishi wengi tunaacha kuwa kama Kristo. Kristo haonekani ndani yetu kwa sababu ya dhamiri ya Ukristo wetu. Tunamtumikia Yesu, tunamwabudu Yesu ili tupate vitu kutoka kwake. Labda unahitaji kuponywa, labda unahitaji kufunguliwa, labda unahitaji kubarikiwa, labda unahitaji kuwa mtu mkuu sana, na unafikiri ukimtumikia Mungu kwa bidii ule utumishi utakuweka mahali unapokusudia. Haijawahi kutokea, haijawahi kutokea. Sio kwamba nakuvunja moyo na kutia moyo. Ujue pamoja na kumtumikia Mungu una cha ziada cha kufikiri kwa ajili ya maisha yako mwenyewe. Haleluya! Yesu alikuwa ni Mungu. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu alipodaiwa kodi, hakuja malaika kutoka mbinguni akampa Yesu pesa akalipe kodi. Ilimbidi Yesu atumie maarifa ya uungu wake kujua ni wapi pesa ipo na ni kwa namna gani ataipata pesa ili alipe kodi. Kwa akamwambia Petro, nenda ukavue samaki, na yule samaki wa kwanza utakayempata pasua ndani utakuta shekeli, lete tulipe kodi. Angeweza kusema mimi ni Mungu, silipi kodi. Angeweza kusema Gabrieli, lipa kodi. Lakini inabidi atumie maarifa pamoja na uungu alionao, pamoja ni mwana wa Mungu, tena wa pekee apendwaye, amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Lakini inabidi atumie maarifa ili kupata anachokitaka kwa maisha yake binafsi, sio juu ya utumishi wake. Mungu anawajibikia utumishi wako, hawajibikii maisha yako. Kwa hiyo haangalii mwisho wako utakuwaje, anaangalia mwisho wa utumishi wako utakuwaje. Haleluya, haleluya. Najua una ndoto kubwa, nataka kumiliki magari ya kifahari. Najua una ndoto kubwa, nataka kuishi kwenye magorofa. Najua una ndoto kubwa, nataka kuwa mhubiri wa kimataifa. Najua, ila hiyo ndoto haitimizwi na Mungu. Kama utafikiri siku moja Mungu atakuja akupe nguvu ya wewe kuwa unavyotaka kwenye maisha yako binafsi nje ya utumishi, haitatokea. Ukiona Mungu anakuinua kimataifa, kuna watu kimataifa anataka ukawahudumie, sio anataka ujulikane. Kama wewe unataka kujulikana, tafuta maarifa yako yatakayokufanya bila mpango wa Mungu, ila kupitia kazi ya Mungu ujulikane.